Na mtazamaji, katika habari za hivi punde mchana huu ni kwamba jeshi la polisi na jeshi la JWTZ Tanzania wamefanyiwa tukio hili la kushtukiza muda huu na utawala wa Samia Suluhu. Mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe kabla tuendelee. Baada ya jeshi la polisi na jeshi la JWTZ siku ya jana ya tarehe 9 Disemba kufanikiwa kuzuia maandamano makubwa yaliyotarajiwa jijini Dar es Salaam, leo hali ya anga imebakia hivyo hivyo ya utulivu na amani na kuwa macho. Sasa hivi siku ya Jumatano tarehe 10 Disemba, polisi pia wamesema ya kwamba wamefanikiwa kuzuia maandamano mengine ambayo yalikuwa yamechorwa mpango na njama kufanyika siku ya leo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene ameweza kuwafanyia tukio hili kubwa jeshi la polisi na jeshi la JWTZ kwa kazi nzuri ambayo wameifanya jana na leo na watakayofanya siku za mbele kuzuia machafuko yaliyopangwa na wanaharakati pamoja na waandaaji wa maandamano. George Simbachawene amefanya ziara kubwa ya ghafla katika maeneo mbalimbali ya jiji nchini Tanzania ambapo vikosi vya ulinzi viliwekwa kulinda sheria na utulivu. Ziara yake waziri huyo ilikuja wakati uvumi juu ya uwezekano wa maandamano mengine uliongezeka na kusababisha wasiwasi kati ya sehemu za umma ambao hawakuwa na uhakika wa nini cha kutarajia katika siku zijazo. Katika ziara hiyo yake ya ghafla aliyotembelea JWTZ na jeshi la polisi, waziri huyo wa Samia Suluhu alikutana na maofisa wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania na jeshi la polisi wa Tanzania waliopo katika vitongoji kadhaa walioshika doria. Alijionea mwenyewe jinsi vitengo hivyo vya usalama vilivyokuwa vikiratibu shughuli zao ili kuhakikisha usalama, udhabiti na uendeshaji mzuri wa shughuli za kila siku na kuepusha machafuko au vurugu. Kulingana na waziri huyo, ushirikiano unaoonekana kati ya vikosi vya usalama vya jeshi la polisi na jeshi la JWTZ ulitumika kama hakikisho muhimu kwa raia walio na wasiwasi juu ya uvumi wa machafuko ya muda mrefu au maandamano. Hata hivyo, Simbachawene alibainisha kuwa serikali ya Tanzania imekuwa ikifuatilia mazungumzo yanayosambazwa mtandaoni na katika jumuiya za mitaa ambayo mengi yalirejea maonyesho ambayo yanasemekana hayakuwa na muda maalum na hata hivyo mengine yakiwa ni picha za uongo. Uvumi huu, ingawa hujathibitishwa, ulikuwa umezua wasiwasi kati ya wakazi, haswa wale wanaofanya kazi katika wilaya za biashara ambapo umati wa watu kawaida hukusanyika. Waziri Simbachawene alisema kuwa kuongeza uwepo wa vyombo vya ulinzi na usalama JWTZ pamoja na polisi, serikali inalenga kurejesha imani na kudhihirisha kuwa hali imedhibitiwa na usalama upo. Akiwa anapita maeneo ya Kariakoo, Posta, Kinondoni, Ubungo na maeneo mengine yenye shughuli nyingi leo, waziri Simbachawene aliwashirikisha maofisa wa usalama na JWTZ waliokuwa wakifanya kazi kwa muda mrefu kuzuia mikusanyiko isiyotarajiwa au kuzuka kwa machafuko. Aliwahimiza vikosi hivyo kudumisha nidhamu, weledi na kuzingatia sheria kwa umakini wakati wa kutekeleza majukumu yao. Aliwakumbusha kwamba mwenendo wao ungeathiri jinsi umma ulivyochukulia operesheni zinazoendelea na kusisitiza umuhimu wa mawasiliano ya heshima na raia. Muktadha mpana wa mkao ulioimarishwa wa usalama ulikuwa hofu iliyokuwa ikiendelea kwamba vikundi vilivyopangwa vinaweza kutumia nafasi za umma kuanzisha maandamano mapya. Wasiwasi huu ulifuatia mfululizo wa jumbe za mitandao ya kijamii jana na leo zikidokeza hatua iliyoratibiwa ya watu wengi na hivyo kuvifanya vyombo vya usalama kuwa macho zaidi leo pia. Hata bila ushahidi dhabiti wa maandamano yaliyopangwa, serikali ilishikilia kuwa uvumi huo pekee ulitosha kuhalalisha kuongezeka kwa doria ili kuepusha kuongezeka kwa aina yoyote ya maandamano. Waziri huyo pia alizungumzia chimbuko la uvumi wa maandamano hayo ambayo alieleza kuwa hayajathibitishwa na hayaendani na mawasiliano yoyote rasmi na ukweli ni kwamba jana pamoja na leo serikali haijathibitisha maandamano yoyote ambayo yameshuhudiwa. Pia alisema waziri huyo serikali haijaidhinisha maandamano yoyote ya umma jana na leo na kwamba hatua zimewekwa kuhakikisha kuwa hakuna maandamano haramu yatakayovuruga amani. Ujumbe huu ulirejelea msimamo wa taarifa za awali za usalama ambazo ziliweka madai kuwa maandamano hayana msingi na yanaweza kuleta vurugu na kuharibu utulivu isipodhibitiwa. Simbachawene alisisitiza kuwa jukumu la msingi la serikali ni kulinda raia na mali zao. Alibainisha kuwa jukumu hili limetekelezwa mara kwa mara kupitia juhudi zilizoratibiwa za vyombo tofauti vya usalama.
Mpangilio unaonekana wa maafisa kote Dar es Salaam wa polisi na JWTZ pia umesitiza dhamira hii, ikiashiria utayari wa kujibu haraka iwapo jaribio lolote la maandamano haramu uhamasishaji litaweza kutokea. Katika ziara hiyo, wakazi kadhaa walitumia fursa hiyo kuzungumza na Waziri Simbachawene, wakieleza kufarijika kwao kutokana na kuwepo kwa usalama. Wengi walisema kuwa uvumi unaoendelea wa maandamano umeanza kuwatia hofu, hasa wale wanaofanya kazi katika maeneo ya biashara yenye msongamano wa watu. Walieleza kuwa kuona maofisa watulivu na wenye nidhamu wakishika doria mitaani pamoja na JWTZ kulisaidia kurejesha hali yao ya kawaida na kuwafanya wajiamini kumradhi zaidi katika kufanya shughuli zao za kila siku. Baadhi ya wamiliki wa biashara wameripoti kwamba uvumi wa uwezekano wa machafuko ulikuwa umepunguza shughuli za kibiashara mapema jana, lakini leo hali imeanza kurudi kawaida. Hata hivyo, baada ya kuona doria zilizoimarishwa za JWTZ na jeshi la polisi kuongezeka kwa muonekano wa usalama leo imeweza kuleta hali ya utulivu. Wateja wamerudi, wanabiashara pia wamerudi barabarani na masokoni. Kwao jibu la serikali lilitumika kama ishara kali kwamba usumbufu haukuwezekana kutokea jana na hata leo. Wakati huo huo, wachambuzi waliona kwamba hata bila majaribio madhubuti ya kuandaa maandamano, mvutano unaozunguka uvumi huo ulifichua hisia za kitaifa kuhusu maandamano ya kujieleza kisiasa, uhamasishaji wa haraka wa serikali ulioonyesha azimio la kuzuia hata mikusanyiko midogo isifanyike, ikipendekeza kwamba wazo lolote la hatua za watu wengi lilikuwa likishughulikiwa kwa umakini mkubwa. Hata hivyo, kupitia maingiliano yake na maofisa, Simbachawene aliwakumbusha umuhimu wa utulivu na kujizuia na amani, hasa katika hali ambapo hisia zinaweza kupanda. Aliwataka waepuke matumizi ya nguvu kupita kiasi na wahakikishe shughuli zote zinafanyika kihalali wao kama jeshi la JWTZ na polisi. Huku pia alisisitiza kuwa weledi wao utakuwa muhimu katika kuondoa makabiliano yote yatakayojitokeza. Pia aliwataka wananchi kutegemea njia rasmi za mawasiliano na kuepuka kusambaza taarifa za upotoshaji zinazoweza kuzidisha wasiwasi wa nchi. Hata hivyo, alikariri kuwa wale wanaohisi kutoridhika au kuwa na malalamiko wanapaswa kutumia njia za kisheria badala ya kujaribu kuzua migogoro, machafuko au vurugu na kuvuruga utulivu wa umma. Kufikia mwisho wa ziara yake mchana huu, Waziri Simbachawene alikuwa wazi kuwa serikali ilinuia kudumisha umakini wa hali ya juu mradi tu mijadala kuhusu maandamano yanayowezekana iendelee mtandaoni na isiweze kushuhudiwa mahali popote pale. Hata hivyo, vikosi vya usalama vilieleza kuwa tayari kukabiliana na changamoto yoyote ambayo itajitokeza, huku pia vikiwahakikishia wananchi kuwa usalama wao umesalia kwa kipaumbele cha kwanza. Mtazamaji, ni juze maoni yako upande wa comment section. Je, una lipi la kusema baada ya maandamano ya tarehe 9 Disemba kufeli na tarehe 10 Disemba ikibaki siku ya amani na tulivu, hali ikiweza kurejea kawaida Tanzania? Na kuacha uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa imenisaidia kwa sana. Alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.